asubuhi kwenye milango ya watu. Haya, una shida gani? Dada samani, punguza sauti ya redio kidogo. Maana ukiamka unataka kila mtu aamke. Unaniambia au unanifokea? Haya, sipunguzi. Unasemaje? Nyumba ya urithi, milango imechoka, kuta zinafika siri, vicheko vimepotea. Familia ikwile, macho yote yamekaa, kwa funguo moja tu mezani, hakuna anayevaa. Nyumba ya urithi itabaki kwa nani? Kati ya maumivu na tamaa za jana. Nyumba ya urithi mnataka ni... Hivi huyo Mary na kuanguka kwake, hivi hayo sio mapepo kweli? Baada anadondoka tu bila mpangilio. Ni kweli, hata mimi nahisi hivyo. Maana hata jana alidondoka mara 3. Sasa hapa mimi naona tuachane na swala la hospitali, tumpeleke tu kwa waganga, au wewe unaonaje? Ni kweli, ila hadi tumpate mtu mwenye wenyeji na masuala ya waganga, tusije tukaangukia kwa matapeli. Wewe una akili sana ndugu yangu. Sasa hapa nani mwenda kwa waganga? Maana hata mimi sina marafiki waenda kwa waganga. Hata mimi sina, lakini nitajaribu kuulizia mitaani, naamini tutapata. Basi sawa, ngoja na mimi niende nikaanze kuulizia hili swala. Unaenda kuulizia au ndo unaenda kwenye pombe zako? Naenda kuulizia, sio kwenda kwenye pombe zangu. Kwani mimi hizo ni pombe zangu? Kwa hiyo nilizitengeneza mimi? Hizo zina wenyewe. Ngoja niishi kwa we naye uchambuaji gani hivyo wa mboga? Unakata mijiti mikubwa na kuitupa kati ndo supu yenyewe. Mijiti, mijani, afu mijani ndo mboga. Makubwa, toka lini tembele likawa na supu? Umaskini ukizidi sana ni tabu. Nikaoge mimi mtoto wa watu. Watu wengine kama mmetumwa, wewe una chumba chetu na sisi tuna chumba chetu. Haya, chumba cha pili anakuhusu nini? Muangalie miguu ile, kafa giola mochwali. Wewe. Usimkaribishe shetani. Watu wenyewe wale unawajua wanapenda zogo kama nini. Wewe na wewe ukiwaendekeza wale watakupanda kichwani. Kuna siku atakuja kuingia huko ndani waseme mmepika nini. Haya. Hebu chambueni mboga, acheni kelele. Wenyewe. Karibuni. Habari zenu? Salama. Habari yako? Vipi, tumemkuta mwenye nyumba? Maana tuna shida naye. Tuna shida na vyumba. Hamna shida. Kama mnatafuta vyumba, hapa kimebakia kimoja. Kile pale naweza kwenda kukitizama. Tulikuwa tunatafuta viwili. Kwa vile kimepatikana kimoja, sio mbaya. Sikia mwanangu, tukidake tu hicho, akihama mpangaji mwingine, tuladaka chombo. Sawa. Na vipi kuhusu kodi? Ni bei gani? Ni 20,000. Lakini unalipa kwa miezi 3. Halafu baada ya hapo, hata ukianza kulipa kwa mwezi mmoja sio mbaya. Hapa ndo penyewe. Ngoja tukakicheki. Ikiwezekana, tunahamia leo.
kati ya maumivu na tamaa za jana. Nyumba uiti mnata huyu naye kujitia mama huruma. Ngoja mapepo yamvae. Mtoto mdogo kujivesha majukumu ya utu uzima. Au anamtaka lastiboni. Huenda anahisi atapunguziwa kodi. Si mke wa mtu huyu, aliyemwambia akimbilie ndoa ni nani? Asante sana Shem, maana jasho lingenitoka peke yangu hapa. Usijali Shem, mambo ya kawaida tu. Akiwa anaanguka ananiambia nakusaidia, usio unahangaika peke yako. Asante sana Shem. Nakuombea kwa Mungu uwe na moyo huo huo, naamini Mungu atakulipa. Amina jamani, na iwe hivyo. Mbona na iwe hivyo? Familia ya kina Jasmine hawakosi story moto, kila kona cheshte wanatia chumvi kwa jeraha. Kaka mzima akabaki peke, mfukoni vumbi lote, anahesabu siku, anahesabu ndugu, anamshika Mary mkono, anasema kwa upole, hii nyumba si tu matofali, ni pumzi ya baba yetu. Nyumba ya urithi itabaki kwa nani? Ni swali la moyo, si karatasi za mahakamani. Tumalize kelele, majirani wakae kimya.